السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد جميعا أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. Kwanza ni kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala kutujalia kheri na baraka kukutana tena katika wasaa na wakati kama huu. Si jambo dogo, ni jambo kubwa sana la kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa pamoja tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Turudi katika maswala mazima ambayo kwamba yana mafungamano makubwa sana na familia zetu, na ndio bado tumesema familia ina mengi, na kwa vile familia ina mengi inastahili sisi kama wana familia, na kama wewe ni mwanafamilia, na sisi sote kila mmoja na familia yake, yani kushirikiana, kusaidiana, kuelekezana katika yale ambayo kwamba yatakuwa na maslaha mapana zaidi kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haki za mwanamke aliyetalakiwa, huu ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa mwanamke huyu anapata haki zake stahiki kutoka kwa huyu ambaye kwamba ameitoa talaka. Lakini naomba turudi tena nyuma katika kujikumbusha kuwa mwanamke aliyetalakiwa, na hapa tunamjadili yule mwanamke aliyopewa talaka kwa khiari ya mume. Mume kaitoa talaka moja au talaka mbili kwa khiari yake, basi kutozwa nguvu. Kutozwa nguvu na kusudia isiwe talaka ya kulazimishwa. Talaka ya kulazimishwa maana yake nini? Ni ile talaka ambayo kwamba mwanamke kainunua, ambayo hii inaitwa katika sharia al-khulu'. Al-khulu'i ni kile kitendo cha mwanamke kukubaliana na kuridhika kiroho safi baina yake yeye na mumewe kuwa mimi nataka talaka yangu kwa sharti nikurejeshe mahari yako ulionipa, au nikupe kiasi fulani, au nikupe zaidi ya kile au chini ya kile ambacho kwamba tulikubaliana zamani. Kiufupi ni talaka ambayo kwamba itatoka kwa makubaliano, yani at-talaq alladhi yasdur bi'iwad. Hii tunaita al-khulu', talaka ambayo kwamba itatoka katika mfumo wa mbadala, malipo, kwa maana mwanamke anainunua ile talaka. Sawa itolewe moja au zitolewe mbili au zitolewe tatu, hii itakuwa ni talaka ya kununua. Ima kainunua kwa gharama kubwa zaidi ya mahari yake, inajuzu. Ima kainunua kwa gharama ya chini ya mahari alolipa, inajuzu. Ima kainunua kwa mahari mfano wa ile ambayo kwamba alipewa. Kwa hali zote tatu mojawapo inajuzu, kwa maana hii inahesabika si talaka ya khiari ya mwanamume, bali hii ni talaka ya khiari ya mwanamke. Yani mwanamke ndo kamkhiarisha mwanamume kuwa nataka talaka yangu nirejeshe mahari, alafu mimi unipe talaka yangu. Ingawa si jambo ambalo kwamba linashadidiwa, linahimizwa sana katika sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali sheria inahimiza zaidi watu kuvumiliana, kufanyiana subra, kuishi kwa wema, kuishi kwa salama, na kuwa changamoto ndogo ndogo na kubwa katika maisha ya ndoa lazima zitokezee. Yani vikombe viwili vinapokaa kabatini vio viwili tu lazima vile vile vitasuguana, vitagongana, ni jambo ambalo kwamba halipingiki. Na kadri tutakavyokuwa tunapata changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya ndoa, ndio kadri tunavyozidi kupata uhodari na ushupavu na umahiri wa kuweza kuendesha vyema maisha matukufu ya ndoa. Na kadri mtu itakapokuwa hawezi kupambana na changamoto mbalimbali katika maisha yake matukufu ya ndoa, ndio kadri yule mtu anavyoonekana kuwa anakosa kuwa mume bora, anakosa vile vile kuwa mke bora. Waswahili wanasema nahodha hodari haonekani kwenye bahari shwari. Daima dawama lazima tumjue uhodari wake na ushupavu wake katika namna gani tutaweza kumuona anaweza kukabiliana na zile changamoto mbalimbali katika maisha matukufu ya ndoa. Tukirudi tena watukufu watazamaji na wapendwa wetu wa Zanzibar Cable, kuwa talaka ya khiari ambayo kwamba ataitoa mume kwa khiari yake moja au mbili, isije ikawa ni ile talaka ambayo kwamba imetoka pasi khiari ya mume, kwa maana ni ile talaka ya kuwa mwanamke kaenda kainunua, au talaka ambayo kwamba itatoka kwenye mahakama, yani talaka ya kuvunjwa kwa ndoa mbele ya mahakama. Talaka mbili hizi mwanamke atakosa haki ambazo kwamba tuliwahi kuzijadili katika vipindi vyetu vilivyopita. Tutazirejea tena haki hiyo. Tumesema haki ya mwanzo kabisa ni kuhakikisha kuwa mwanamke huyo anaendelea kubakisha ndani ya nyumba ya ndoa madamu kaachwa talaka moja au talaka mbili. Lakini tunarejea tena, talaka hii iwe ni talaka ya khiari ya mume, kaitoa kwa khiari yake, kamwambia mkewe nimekuacha, ukamwandikia maandishi ya wazi kabisa yasiyodoa
kuwa nimesha kuacha, na kathibitisha maandishi yao kwa kayaandika yeye na kayakusudia kuyatoa kuwa ni talaka. Kwa talaka hii inakuwa ni khiari ya mwanamume, lakini kuna ile talaka ambayo kwamba inamkosesha mwanamke haki zake stahiki, ni ile talaka ambayo kwamba itatoka mahakamani. Talaka ya mahakamani ikiwa moja tu, basi talaka hiyo inamwambia mwanamke huyo kuwa haruhusi kuendelea kuishi katika nyumba hiyo ya ndoa. Kwa sababu gani? Hizi talaka mbili tuziogope sana. Talaka ya mahakama ni talaka ya hatari, ni talaka moja lakini linakuwa kubwa, hilo ndo talaka kubwa lao. Kwa sababu hiyo talaka hiyo inakuwa kwanza haina rejea, alafu pili isitoshe talaka hiyo vile vile inaharamisha watu wale kuendelea kuishi katika nyumba moja. Na lakini jambo jingine la tatu, talaka ile ambayo kwamba itatolewa mahakama ni talaka ambayo kwamba mume hata kama imetolewa moja hana uwezo wa kumrejea tena mwanamke yule, isipokuwa kwa kumuoa tena upya, maadamu talaka imetolewa mahakamani moja, na kabla ya hapo hakuwahi kumwacha au alimwacha moja, kisha iliyoachwa mahakamani itakuwa ni ya pili. Na talaka nyingine ambayo kwamba itachukua hukumu mfano wa talaka hiyo ya awali tulioisema ni ile talaka ya mwanamke kujivua, ambayo tumeijadili hapo punde tu muda ambao kwamba umepita kidogo, kuwa ni kile kitendo cha mwanamke kuinunua talaka, ima kwa kurejesha mahari au kwa kurejesha zaidi ya yale mahari aliyopewa au kurejesha chini ya ile mahari aliyopewa. Talaka hii kitolewa, sawa imetolewa moja au zimetolewa mbili, atastahiki mwanamke huyo kuondoka ndani ya nyumba na haki zake nyingi atakuwa amezikosa. Tunarudi tena katika maudhui yetu ambapo kwamba tunaijadili haki za mwanamke aliyetalakiwa. Kwa hapa tunamjadili mwanamke aliyopewa talaka kwa khiari ya mume. Hata kama mtu mkeo akakwambia nipe talaka yangu ukaitoa, unahesabika umetoa kwa khiari yako. Hizi taratibu mbili, khului yani kujivua mwanamke, ni lazima swala hili lifanyike kwa makubaliano baina ya mwanamke na mwanamume, na mwanamke awe radhi kurejesha mahari yako, na mwanamume awe radhi vile vile kuitoa talaka, kwa kupite swala hili kisalama usalimini. Tunarudi tena katika maudhui yetu inayosema kuwa haki za mwanamke aliyotalakiwa. Tulijadili katika kipindi kilichopita haki ya mwanamke huyo kuwa hana ruksa kuondoshwa ndani ya nyumba, na Qur'ani al-Karim imethibitisha maana hayo niliyosema hapo punde pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, wasiondoke wanawake ndani ya majumba watakapopewa talaka, wala sisi waume haturuhusi kuwatoa wanawake hao ndani ya majumba. Lakini huduma an-nafaqa, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhi. Kwa hiyo Qur'an al-Karim imehimiza katika hali hii kuwapa makazi, imehimiza kuto kuwapa madhara. Kwa Qur'an al-Karim imehimiza hizi haki kuu mbili. Haki ya mwanzo, makazi, mwanamke anatakiwa endelee kupewa. Hii ni haki yake mwanamke kupewa na huyo mtalaka wake, na huduma kula yake, mavazi yake, makazi yake na gharama zote za hospitali kipindi chote cha eda kile, ni wajibu wa mume kuhakikisha kuwa anampa haki zake hizi mbili tulizozitaja. Kwa nini? Na haki hizi zinatakiwa zitolewe katika kile kipindi chote cha eda, kipindi chote ambacho kwamba mwanamke atahesabika kuwa yupo kwenye eda, na tutakuja kujadili insha Allah taala katika vipindi vyetu endelevu insha Allah taratibu za eda katika sheria ya Allah subhanahu wa taala. Lakini tukiendelea na haki nyinginezo na uwajibu ambao kwamba anastahili mume kuhakikisha anampa yule mke ambaye kwamba akampa talaka moja au talaka mbili ya khiari katika kile kipindi chote cha eda, miongoni mwa mambo yanayostahili na hakikishe kuwa anampatia haki yake ile ni haki nzima ambayo kwamba ina mafungamano na mahari. Mahari ni deni ambalo kwamba haliwezi kusahaulika, ni deni ambalo kwamba haliwezi kuachwa. Kwenye Qur'an al-Karim wa atu nisaa sadaqatihin nihlatan, hakikisheni wanawake na mama, ni wajibu wetu sisi kama kina baba kuhakikisha tunawapa mahari zao. Kwa mahari ni katika haki ya mwanamke, sawa katalakiwa, eda imemaliza au eda haijamaliza, lakini mahari ni haki yake ambayo kwamba mwanamke daima dawama haki hiyo ataidai kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo atakapokufa aliyekufa katika madeni yanodaiwa, vile vile tusije tukasahau kuwa kuna deni la mahari. Kwa hiyo mahari ni wajib. wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Qur'an al-Karim imehimiza hakikisheni kina mama wanawake mliowaoa mnawapa haki zao za mahari. Kwa hii Qur'an al-Karim ambapo kwamba sisi inatuhimiza, inatuelekeza, inaturekebisha, inatupa hizi hulka njema za kuwapa watu haki zao, kama Qur'an al-Karim inavyozungumza kuwa inna Allaha ya'murukum bil adli. Mwenyezi Mungu anatuhamasisha sana katika swala zima la uadilifu katika Qur'an al-Karim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Mwenyezi Mungu anawapenda watu waadilifu. Na
tumesoma sisi katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyama yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo kwamba hakutokuwa na kivuli isipokuwa cha kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wa aina 7 watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja miongoni mwa hao al-imamul adil, kiongozi mwadilifu. Al-imamul adil, kiongozi sio lazima uwe rais, si lazima uwe mbunge, sio lazima uwe mwakilishi, si lazima uwe waziri. Wote hao wanahesabika ni jumla ya viongozi. Hata mume kwa mke vile vile ni kiongozi. Warajulu ra'in ala zawjatihi, na mume anahesabika ndiye kiongozi msimamizi kwa mkewe. Hivyo kwa hukumu ya kuwa sisi waume ni viongozi, na Qur'an imethibitisha maana hii niloitaja vile vile, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kina baba ndio viongozi wasimamizi juu ya wanawake. Hivyo tunatakiwa uongozi wetu tutumie uadilifu, tuwe wasawa, tuwape wenye haki zao kama Mtume sallallahu alaihi wa sallam anavyosema, wa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye stahiki yake, mpe kila mwenye haki yake. Kwa hiyo tukijadili haki ambazo kwamba zinastahiki huyu mwanamke kupewa, na sisi waume ni wajibu wetu haki hizo kuwapa. Si hisani, hatufanyi wema huu, hii si hisani, huu ni wajibu wetu tuliowajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tunarudi tena, deni la mahari ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima kupewa mwanamke huyo. Lakini miongoni mwa haki ambazo kwamba wengi miongoni mwetu sisi tumejisahau, miongoni mwa haki ambazo kwamba wengi miongoni mwetu sisi hususan kina baba tumejisahau, ni kuhakikisha kuwa mwanamke wakati anaachwa talaka moja rejea, au anaachwa talaka 2 rejea, kwa sababu hizi ndo talaka ambazo kwamba zinatupa sisi wasawa kuweza kuendelea kuishi na wake zetu ndani ya majumba. Moja miongoni mwa haki ambazo zinasahaulika sana, na hii ni darasa muhimu sana hususan kwa wale ambao kwamba alladhina yuriduna an yutalliqu zawjatihim, wa mtu anataka kumpa talaka mkewe, kuweza kuzijua hizi taratibu, kuweza kuchunga hii mipaka, kuweza kuchunga hizi haki. Yani haijuzu kumpa talaka mwanamke akiwa katika period, yani haram, hadha ma yajuz min huquqiha. Miongoni mwa haki ambazo kwamba anatakiwa apewe huyu mwanamke ni kuhakikisha kuwa hawezi kutalakiwa akiwa katika hali ya period, yupo katika siku zake. Haram, ma yajuz, hili jambo halifawi, na mwanamume anatakiwa achunge mpaka huu, na hii ni haki ya mwanamke. Madamu yupo katika hedhi, madamu yupo katika period, madamu yupo katika siku zake, haijuzu katika hali hii kumpa talaka kabisa, haifawi kabisa. Na Qur'an al-Karim imezungumza jambo hili, na imehimiza jambo hili, na imezuia jambo hili, na imekataza vile vile. Ndio maelezo yetu ya Qur'an al-Karim. Watu wanadhania labda hili swala la talaka ni mtu anatoa kwa khiari yake wakati wote anavyojisikia mwenyewe, anajitolea tu. La, hizi ni haki ambazo kwamba zinatakiwa zichungwe. Miongoni mwa haki ambazo kwamba anastahili huyo mwanamke kuzipata ni kuhakikisha kuwa talaka yake anapewa katika hali ya kuwa yupo katika hali ya tohara, na sharti tohara vile vile iwe ni tohara ambayo kwamba mwanamke yule hajawahi kuingiliwa na yule mwanamke na yule mwanamume katika tohara ile. Kwa maana gani? Kwa maana kumpa mwanamke talaka akiwa katika hali ya hedhi haram, na kumpa mwanamke talaka akiwa katika hali ya tohara, maana yake hayupo katika hedhi, yuko msafi, anaswali, anafunga, anafanya mambo yake vizuri, lakini tohara ambapo kwamba tayari umeshawahi kukutana naye kimwili, haramu mwanamke huyo vile vile kumpa talaka. Na kama mwanamume atatoa talaka katika hali kama hii, anahesabika amefanya haramu, amefanya dhambi, amekwenda kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, amefurutu ada. Pengine linakuja swali, je, talaka imeanguka? Imeanguka. Talaka haina salia mtume, kama baruti ukifyatua imefyatuka, kwa talaka itakuwa imeanguka. Wa hadha ma'alihi jamaahirul ulama, na hii ndio fatwa inayotolewa na group kubwa la wanawazuoni kuwa mwanamume kama ataitoa talaka mke akiwa katika hali hiyo ya hedhi, akiwa katika hali ya period, au akiwa katika hali ya tohara ambapo kwamba aliwahi kukutana naye kimwili, talaka hiyo imehesabika na imeanguka na haina salia mtume. Turudi katika kujadili hizi haki za huyu mwanamke ambaye kwamba ametalakiwa. Kuna mambo mawili naomba niyakumbushe. Kuna haki ambazo kwamba zina mafungamano kipindi cha eda, na kuna haki ambazo zina mafungamano baada ya eda. Kila tunapoacha wake zetu, basi yale masulia, ile dhamana, lile jukumu ndio linazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tufanye maamuzi kwa utulivu. Tusiwe na haraka wakati tunakusudia kuacha wake zetu, tuwe na hikma, tuwe na busara, tufikiri, tutoe, tujumlishe, tuzidishe, tupunguze, ili tukitoa maamuzi tutoe maamuzi yaliokuwa sahihi. Na ndio maana maamuzi yanofurahisha ni yale maamuzi ambayo kwamba yatatolewa baada ya mtu kukaa kitako, fakara wa qaddara, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Anatakiwa awe ni mwenye kufikiri kisha ayakadirie mambo, kwa sababu
Wale Waswahili wanatuambia kuwa ukiamua kulibomoa daraja shoti uje kuogelea, kwa maana isije ukamwacha huyo mke talaka moja talaka mbili alafu baadaye ukaanza kuhangaika kushughulisha watu, kusumbua watu na maudhi na makero. Ni jambo la kawaida ambalo kwamba haliwezi kuepukika maadamu tunaishi katika nyumba moja. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anasema almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum, yule muislamu ambaye kwamba anachanganyika na watu, anaishi na watu, yupo karibu na watu, huyo ndio muislamu aliyokuwa bora zaidi kuliko yule ambaye kwamba la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum, ambaye kwamba hapendi kukaa na watu, hapendi kujikusanya na watu, hapendi kuchanganyika na watu, kwa sababu hana uwezo wa kuvumilia na kuhimili vishindo vyao. Kwa sababu sisi katika dini yetu laisa shadidu bisur'a, sio mwenye maguvu mwenye mabavu ile ambaye kwamba heshi kugombana na watu, ila kukicha kupiga watu, kusukuma watu, kuangusha watu, kuwa mgomvi, kuwa aladu alkhasam, kuwa mkali na nini. Huyu siye mwenye nguvu, bali hii ni dalili ya udhaifu, bali hii ni dalili ya kuonyesha kwa wewe huna nguvu. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, lakini mwenye nguvu ni yule ambaye kwamba anaweza kuhimili makuche yake, hasira zake, hamakia zake, wakati amekasirishwa, amehamakishwa, amebughudhiwa, akaweza kuhimili hasira zake. Na bughdha ya mume ni bughdha kubwa sana, kwa ni wajibu wa mke kufanya subra na uvumilivu ili apate khairi na baraka. Na bughdha ya mke si bughdha ndogo, ni bughdha kubwa ambapo kwamba inampasa mwanamume ni afanye subra na uvumilivu ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na fadhila za subira sote tunazijua bila shaka, inma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, hakika watu wavumilivu na wenye subra Mwenyezi Mungu huwalipa pasi hisabu maalum. Waliman sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur, Allah anasema mwenye kusubiri na kuvumilia na akasamehe mabaya aliyofanywa, hakika jambo hilo ni jambo kubwa sana ambalo kwamba linastahiki watu wote kwa ujumla kuliazimia. Turudi tena, ima huyu mwanamke baada ya kupewa talaka moja rejea au talaka mbili rejea, kipindi chote cha eda tumeshasema huduma zake ni jambo la wajibu. Ana mtoto hana mtoto, huu ni wajibu wa mume kuhakikisha kuwa anampa huyu mwanamke huduma zake, kwa sababu bado huyu mwanamke anaendelea kubakisha kuwa ni mke wa mtu kile kipindi cha eda. Kipindi chote kile cha eda tutakuja kujadili eda ni vipi inavyotakiwa iwe. Kwa kipindi chote kile cha eda inahesabika kuwa ni mke wa mtu, haruhusi kuposwa, haruhusi kufanya jambo lolote pasi idhini ya nani? Pasi idhini ya mumewe. Na ndio maana tumesema haruhusi kutoka kwenye nini hasa? Haruhusi kutoka kwenye hiyo nyumba ambapo kwamba ametalakiwa. Lakini kuna haki nyingine endelevu baada ya eda. Baada ya eda, ndio maana kwenye Qur'an al-Karim fa in arda'nakum fa'atuhunna ujurahun, kwenye Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza yule mwanamke ambaye kwamba ni mjamzito, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahun. Ikiwa mwanamke aliyotalakiwa, Allah anasema wa in kunna ulati haml, ikiwa mwanamke aliyopewa talaka ni mjamzito, kapewa talaka moja ya rejea au talaka mbili za rejea, na ipo katika hali kama hiyo ambapo kwamba tunaiona ya ujauzito, au talaka tatu wakati mwingine, madamu ipo katika hali ya ujauzito, Qur'an al-Karim fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahun, huduma ziendelee kupelekwa kwa mwanamke huyo mjamzito mpaka pale atakapojifungua. Kwa hiyo ni wajibu, yani Qur'an al-Karim يعني وأولات حمل فأنفقوا، هذا هنا بصيغة الأمر والوجوب، والأمر يدل على الوجوب. يعني hii inaonyesha wazi kwa hii ni amri na agizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakikisheni mnawapa huduma hatta yadhana hamlahun, huduma ile itasita, huduma ile itakwisha, huduma ile itasimama, huduma ile itamaliza siku atakojifungua, ndio huduma imekwisha. Huduma ya mama, yani huduma ya huyu mwanamke ambaye ni mke, yani alkhidma tantahi min huna ba'da alwilada, atakapojifungua tu ile khidma, ile nafaka, ile kama ni kiswa, kama ni makazi, malazi, mavazi na gharama za hospitali zinamaliza kuanzia siku atakapojifungua. Kwa maana yake ni wajibu wetu kuhakikisha pesa za clinic. Jamani, sijui tunaishi katika mazingira gani, familia zetu zina mambo mengi, maana yake tunajikuta sisi kama ndugu au kama kaka tunabidi tumchukue ndugu yetu, tumchukue dada yetu, tumpeleke hospitali kwa ujauzito wake, tufanye vipimo, tutoe pesa zetu. Huyu mumewe aliyempa talaka moja au mbili au mpaka hizo talaka tatu yupo wapi? Mbona tunagharamika sisi, yeye agharamiki? Akajua uwajibu wake ameuacha, uwajibu wake ameusahau, uwajibu wake ameukengeuka nao, na atasailiwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an al-Karim ndio ilivyosema, wa kullu saghirin wa kabirin mustatirin, jambo liwe dogo jambo liwe kubwa limeandikwa na litasailiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'an imethibitisha maana haya niliyosema, waqifuhum fa innahum mas'ulun, Allah siku ya kiyama atasema wasimamishwe watu hao, na kwa hakika isiyoshaka wanalazimika kusailiwa. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'imin,
kisha binadamu siku hiyo ya kiyama wataulizwa kila neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Moja miongoni mwa neema hizo, umepewa neema ya mke, mbona hujamhudumia? Mbona hujamshughulikia? Kweli umemwacha talaka moja? Kweli umemwacha talaka mbili? Si upo kwenye kipindi cha eda? Ni wajibu wako kumhudumia, ni wajibu wako kumshughulikia. Na Qur'an al-Karim, wa in kunna ulati hamlin, na maadamu ni mjamzito, fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun, endelea kupeleka huduma. Usiseme muda tayari ushamaliza miezi mitatu tusijui ushamaliza, kwa sababu mwanamke ambaye kwamba ni hamil, hiya iddataha tamtaddu shway. Yule mwanamke ambaye kwamba ipo katika kipindi hiki cha ujauzito, eda yake bila shaka inakuwa ni eda refu. Mathalan kaachwa kwa kipindi akiwa na mimba ya mwezi mmoja. Kwa ni wajibu wa huyu mume kuhakikisha huduma zote kipindi chote kile cha eda, huduma zote kipindi chote kile cha ujauzito anapeleka. Lakini Qur'an al-Karim imechupa mpaka zaidi ya hapo. Kwa hiyo huduma hizi zinaendelea za huyu mwanamke aliyetalakiwa baada ya eda. Wa Qur'an al-Karim, fa in arda'nakum fa'atuhunna ujurahun. Sasa kwa yule aliyopewa talaka moja au talaka mbili, huduma inamaliza kwa kile kitendo cha kumalizika tu kwa eda yake. Yani eda ikimaliza, yule mwanamke tena hana jukumu la aina yoyote kwa upande wa yule mwanamke. Lakini hapa naomba niseme tena kitu. Hizi ni haki ambazo kwamba anastahiki huyu mwanamke kupewa na huyu mwanamume. Lakini na huyu mwanamke ana haki kipindi kile cha eda kuhakikisha nampa huyu mwanamume haki zake. Miongoni mwa haki hizo kupokea simu yake, miongoni mwa haki hizo asitoke ndani ya nyumba, sawa ndani ya nyumba ya mumewe, au kama kenda kwao kwa hamaki na hasira, asije akatoka pasi idhini ya nani? Pasi idhini ya yule mtalaka wake katika kile kipindi cha eda. Inshallah tuendeni mapumziko mafupi, tukirudi tutakuja kuendeleza haki za huyu mwanamke ambaye kwamba ametalakiwa baada ya kuisha na kumalizika kwa eda yake ambayo kwamba mwanamke alikuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara ya pili tuendeleeni tena kujadili kwa pamoja, sisi kama wanafamilia tukaeni kitako tuzungumze kwa pamoja, ili tuhakikishe kuwa huyu mwanamke anapatiwa haki zake zote, kwa kumkumbusha yule mwenzetu wajibu wake juu ya mwanamke huyu wa kumhudumia na kumshughulikia gharama zake zote na makazi yake, pamoja na kuto kusahau vile vile mahari yake. Eda itakapomaliza, Qur'an al-Karim imejadili kuhusiana na swala zima la watoto. Ikiwa kuna watoto, ikiwa hakuna watoto tena, alhamdulillah rabbil alamin, mafungamano ya huduma na mafungamano ya kifedha na mafungamano ya kigharama baina ya hawa watu wawili yamekuwa yamemaliza tena, hawahusiani ndewe wala sikio, kwa vile hakuna kizazi na eda imeshakamilika, tena jambo lao limekwisha, alhamdulillah rabbil alamin. Na kila mmoja atatafuta pahala pengine pa kuanza tena upya maisha, na pale alipokosea angalie vipi anaweza kurekebisha. Kukosea njia sio kukosea, kufanya kosa sio kosa, kosa kurejea kosa, au kukosea njia wakati mwingine Waswahili wanasema ndo kujua njia, isipokuwa labda kwa kukumbushana tu la wajibu wetu vile vile sisi kama kina baba. Hata huyu mwanamke ambaye kwamba eda imemaliza na hatukubahatika kupata naye kizazi, ni kuhakikisha kuwa tunampatia tarjisi yake ya talaka, kumpatia tarjisi yake ya talaka kwa ajili ya kuondosha dhima, ili yule mwanamke ikitokea riziki nyingine aolewe, ama kufanya ukaidi, kufanya ushindani, kufanya uhasama, kufanya fujo, kufanya kibri, kufanya hasadi, kufanya choyo, kuwa hutaki aolewe, tarjisi ya talaka humpi, tarjisi ya talaka humpatii, unaitwa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar ukatoe ushahidi kuwa ni kweli mwanamke umempa talaka, huendi. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ya kumsumbua, hii ni moja kati ya njia ya kumtia dhiki, hii ni moja kati ya njia ya kumtaabisha. Na Qur'an al-Karim imezungumza wala tudayiquhun, wala msiwatie dhiki wanawake katika masuala haya. Na ndio maana kwenye Qur'an al-Karim, fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, ikiwa wanawake watatengenekea, watakusikilizeni, watakuwa watiifu, msiwatafutie njia za kuwakera na kuwabughudhi kwa maksudi. Na ndio maana man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, ambaye kwamba atamsababishia mwenziwe jambo lake duniani likawa jepesi, ikawa naenda sababu, basi nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi ad-dunya wal akhirah, basi na yeye inshallah Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi mambo yake ya duniani vile vile. Na hii Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdi fi auni akhihi, na Mwenyezi Mungu humsaidia mja maadamu mja anamsaidia mja mwenziwe. Kwa maana yake maadamu mwanamke huyo anahitaji tarjisi ya talaka, msaidie.
umpatie tarjisi yake ya talaka, msaidie kupata hili jambo ambalo kwamba analitaka. Lakini ukimtilia uzito, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutilia uzito jambo lako. Sisi kama wanafamilia tumnasihini huyu mwenzetu ili apate kumpatia huyu mwanamke tarjisi yake ya talaka, hasa atakapokuwa yule mwanamke ameenda kwenye vyombo vya sheria, amedai kuwa ameachwa talaka moja na eda imemaliza, au talaka mbili na eda imemaliza, au talaka tatu na eda imemaliza, anahitaji tarjisi ya talaka kwa ajili ya kutafuta riziki upande mwingine. Basi tunatakiwa sisi tunapoona barua kama zile kutoka ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuweza kumnasihi mwanafamilia mwenzetu kuwa aende akatoe ushahidi na akatoe maelezo kuwa ni kweli amemwacha, ili mwanamke apate kupatiwa tarjisi yake ya talaka. Ama kufanya aladul khisam kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani inna Allah yabghadu min ila rijal, Mwenyezi Mungu anawachukia sana watu wenye sifa hii, yani aladul khisam, yule mtu ambaye kwamba anapenda kuwatia wenzake taabu na anapenda kufanya uhasama, yani rajulun had sautu murtafi yuhibbu al-khisam, yani yule mtu anapenda zogo, anapenda ghasi, anapenda ukali, anapenda uhasama. Ushamwacha, si usitoe ukweli, si useme tu ukweli. Jamani, msema kweli mpenzi wa Mungu, jimbo lishakushinda, si useme pale jamani mimi nilimwacha kweli na ede imemaliza, ili apatiwe tarjisi. Lakini ndo mtu anakwenda pengine sehemu kama zile za kisheria, akiulizwa anasema sijamwacha, si kweli, muongo, ili mradi tu anadhania anamkomoa yule mwanamke, anadhania anamtia shida yule mwanamke, lakini kusema kweli anajitia shida mwenyewe, kusema kweli anajitia nuksi mwenyewe. Sisi kama wanafamilia tukaeni kitako, tujadiliane na mwenzetu, tumwambie aache hiyo tabia na arudi katika tabia ya Kiislamu ya kuwasaidia Waislamu wenziwe, na tumsomeeni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema man nafasa an mu'minin au mu'minatin, yoyote ambaye kwamba atamfanyia wepesi Muislamu mwanamke au Muislamu mwanamme, yani nafasa Allahu anhu kurba min kurabi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu naye mtu atamfanyia wepesi. Na katika ile hadithi tuliisoma vile vile kwa Allah humsaidia binadamu, madam binadamu naye humsaidia binadamu mwenziwe. Kwa itakapokuwa ede imemaliza na hatuna kizazi baina yetu, alhamdulillah rabbil alamin, hatuna mafungamano ya gharama yoyote ambayo kwamba yanatuhusu baina ya watu wale wawili. Ikiwa kuna kizazi, Qur'anul Karim, fa in ardana lakum, ikiwa wale wanawake eda zao zimemaliza na wameshajifungua na wanakunyonyesheni wenenu, faatuhunna ujurahun, kwanza la mwanzo ni lazima walipwe kwa kile kitendo cha kutunyonyeshia wenetu, na yeye ni mwanawe vile vile, hakuna tatizo. Lakini Qur'an al-Karim asnada al-walad huna ila abihi, lakini hapa Qur'an al-Karim imesema wenenu, manake hawa ni watoto wetu, damu yetu, wanabeba majina yetu sisi kama wanaume, hawabebi majina ya wazee wao wa kike, na yeye ni mwanawe, hatupingi jambo hilo. Lakini Qur'an al-Karim imekubebesha mzigo huo wewe, kwa huyu ni mwanao, hiki ni kizazi chako, na wewe ndo wali katika kama ni mtoto wa kike katika kumuozesha. Na nani asiyejua wali hatoki umamani, daima dawama wali anatoka ubabani. Kwa Qur'an al-Karim, faatuhunna ujurahun wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Qur'an al-Karim anasema na mama ambaye kwamba wa 'ala al-mawludi lahu, na baba mwenye mtoto, mauludi lahu yani wewe ndio ulozaa mtoto huyo, kazaliwa na ni wako wewe, rizquhunna wa kiswatuhunna, na yule ambaye kwamba ni mama mwenye mtoto na baba mwenye mtoto, ni wajibu wake kuhakikisha anampa mavazi mtoto yule, anampa kula yake na gharama zake zote, huyu mtoto anapatiwa na huyu mama analipwa. Yani Qur'an Karim ilivyosema, wala tudar walidatun biwaladiha wala mauludin lahu biwaladihi, wala mwanamke asimuingize madhara mwanamme katika swala zima la huduma, wala mwanamme naye asimuingize mwanamke kwenye madhara kwa kutokumpa huduma. Yani waatamiru kwenye Qur'an al-Karim, waatamiru bainakum bil ma'rufi, kaeni kitako mukubaliane baina yenu kwa wema kabisa. Kwa maana tuweke kikao, tukae kwenye meza, tukae kwenye viti, tujadili swala zima la gharama huduma za watoto. Hatujadili huduma za mke huyu, tena si mke sasa hivi, kani mwanamke wa kawaida tu, yani ajnabia, hiya sarat ajnabia mink, tayari ameshakuwa ni mwanamke wa mbali, mwanamke wa kando, mwanamke ambaye kwamba haijuzu kumuona isipokuwa uso wake na viganja viwili, ala rajih inda jamahiri ulama. Haturuhusi kumuona mwanamke huyu isipokuwa uso wake na viganja vyake viwili, kama ilivyo fatwa ya wengi miongoni mwa wanawazuoni katika kuzungumza swala zima linalokuwa na mafungamano ya utupu wa mwanamke, kuwa ni kiwiliwili chake chote kasoro uso na viganja viwili. Wa hadha inda jamahiri ulama, bila shaka wengi miongoni mwa wanawazuoni, group kubwa, hiyo ndo fatwa yao wanayoiona, na ndio ambapo kwamba inafanywa kazi, na ndio ambapo kwamba inatolewa vile vile na Mufti Mkuu wa Zanzibar.
Kwa hiyo watakaa kitako, watapanga, watajadili, bila shaka wasikae faragha, awepo mtu mwingine watatu kwenye kikao kile, mwenyekiti au katibu au nani, wawepo kwa pamoja pale waweze kujadili kwa pamoja. Na ndio Qur'an al-Karim ulivyosema wa'tamiru, yani ijlis ba'dukum ma'a ba'd, yani kieni kitako baina yenu wenyewe, kieni kitako wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Lakini tukikaa kitako kulipanga ili swala la huduma za watoto tulipange kwa wema, yani tulipange kwa wema, tusikomoane jamani, hatuko katika nafasi ya kukomoana. Kwa hiyo na hapa utaona kuwa malezi ya kulea mtoto madamu yuko chini ya umri wa baleghe ni ya mama. Wallahi sisi kina baba tutake tusitaki, ndo labda tutumie ule ukaidi tu, tutumie ule ushindani tu, tutumie ule kile kibri tu, labda tuseme hivyo, lakini hakuna ambaye kwamba anaweza kuwalea watoto wangu, anaweza kuwalea watoto wako wewe kama baba zaidi ya yule mtalaka wako. Mama yao, mama ndio mama, mama ndo mama. Man ahaqu nasu bihusni suhba, ni nani ya Rasulullah anastahiki kufanyiwa wema zaidi kuliko watu wote? Qala ummuk, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamjibu yule sahaba akamwambia mama yako. Sahaba akauliza tena thumma man ba'da ummi, man allati ta'ti ba'daha, ni nani nikuja mwingine baada ya mama? Nimeshakusikia umesema kuwa mama yangu ndo anastahiki nifanyie wema, nimekufahamu ya Rasulullah. Thumma man, kisha nikuja baada ya mama nani? Mtume sallallahu alaihi wa sallam si kwa hajalifahamu swali hivyo, kashalifahamu, lakini akamjibu ummuk, anikuja baada ya mama yako ni mama yako, hakuna mwingine. Sahaba qala thumma man, sahaba akauliza tena baada ya mama nani mwingine? Si kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakulifahamu swali, kalifahamu, lakini analitilia msisitizo juu ya umuhimu na fadhila na kheri na baraka na cheo na utukufu na radhi za mama namna gani ambazo kwamba sisi tunatakiwa tuzitafute. Akajibiwa ummuk, mama yako. Hivyo tunarejea tena, hakuna haja ya kinyang'anyiro cha watoto hawa. Wanakwenda kufanya kinyang'anyiro, wanagombana mahakamani, wanagombana kwenye vikao, nataka mtoto, nataka hivi, wanafanya hivi, wanafanya zahma, wanafanya ghasia. Hakuna mtu salama ambaye anaweza kukulelea mwanao zaidi ya mama wa wanao. Na sote tunajua haya mambo ya mama wa kambo, sio wote, bila shaka ya baadhi, lakini tunarejea hakuna mbadala wa mama, na hili hakuna ambaye kwamba anelipinga. Uchungu wa mwana aujuae mzazi, aujuae mama, ndio Waswahili wanavyotueleza hivyo. Kwa hiyo swali la kujiuliza, kwa nini kinyang'anyiro? Limadha hum asasan yatashajarani fi, kwa nini wao wanagombana katika hili swala la kafalat al-ibn au kafalat al-bint? Kwa nini unagombana katika swala zima hili la kulea huyu mtoto? Al-ummu turiduha wal-ab turiduhu, yani mama anamtaka mwana na baba anamtaka mwana. Malezi ni ya mama, na hivi ndivyo, na hii ndio fatwa iliyotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Qur'an al-Karim inasemaje? Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, alichokuleteeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kichukueni kwa mikono miwili. Wama nahakum anhu fantahu, na alichokuzuieni, alichokatazeni kiacheni. Kwa hiyo sisi hapo kwamba tunasema tunafuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Qur'an al-Karim Allah anasema laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi amekuwa ni kigezo kilichokuwa kizuri, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye kwamba ana imani thabiti ya kuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho. Haki miongoni mwa haki za mwanamke aliyotalakiwa ni malezi. Wallahi, malezi baada ya ida, malezi ni yake. Madamu watoto kwa umri wa chini ya baleghe, kumnyang'anya watoto pasi sababu ya kisheria, hili ni kosa, umemnyima haki yake. Alikwenda mwanamke mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenda kushtaki baada ya talaka, mume kamnyang'anya watoto. Akasema ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni wi'a, mwanangu huyu ambaye kwamba baba yake anataka kumchukua, tumbo langu lilikuwa ndo nyumba yake, maziwa yangu yalikuwa ndo chakula chake, mikono yangu ilikuwa ndo pahala pake anapoweza kujificha joto. Wal ana abuhu yuridu an yufarriqni baini wa baina, leo hii baba yake anataka amchukue mwanangu anifarikishe naye nisimuone mwanangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatoa fatwa, akatoa maelezo, akasema anti ahaqu minhu ma lam tankihi, mama yangu wewe ndo unastahili zaidi kumlea huyu mtoto kuliko yeye. Kwa hiyo malezi, anti ahaq, mishi anti wewe, so wewe una haki hivyo, wewe ndo unastahili zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alivyosema anti ahaq, hakuna bisighati almubalagha, yani hadhi laysat min huquqika faqat bal hadhihi min umuri allati yanbaghi
alayka an-nas an yaqifu ma'ak. Hili si jambo la kuwa ni haki yako tu, bali ni jambo ambalo kwamba wanastahili watu wote kusimama kidete na kulivalia njuga swala hili, kuwa lazima malezi uyapate wewe kama mama. Na ndio Uislamu unavyosema, na ndio fatwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio dunia nzima ya watu wenye akili timamu na wenye dini wanavyosema kuwa malezi ni ya nani? Ya mama. Huduma za baba, tabana nafaka ala al-ab, baba ndio mwenye huduma. Kwa Uislamu umempa kila mtu mwenye haki yake. Ni haki ya mama kulea watoto, kukaa nao watoto kabla albulughi, yani madamu wako chini ya umri wa balighi, akae nao watoto. Wakisha balighi mama tena wapeleke kwa baba yao. Wakisha kuwa mabalighi hao wa kike wa kiume, kinyang'anyiro kipya kinaanza. Mama ni hataki kuwapeleka watoto kwa baba yao, na wakati mwingine kabla tujafika huko tuko katika hichi kipindi cha mama kuwalea watoto. Mama huyo hataki watoto baba yao hawaone, anawaficha, jamani. Hii dini gani tuliokuwa nayo sisi? Ndio dini ya Kiislamu inavyotueleza hivyo. Unazuia mtu asiwaone wanawe, unamkosesha huyu mume haki, unamkosesha huyu baba haki ya kuwaona wanawe. Subhanallah, huu msiba mkubwa sana. Jamani, mbona tunashindana? Na hii dini yetu si imetuelekea maelekezo, imetupa dini, imetupa mwangaza. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Kitabu hichi hakina shaka ndani yake. Swali la kujiuliza, wanaoyafanya haya mambo ambayo kwamba hapo kinyume na taratibu za Kiislamu, kina nani hao? Ndio sisi Waislamu. Tunarejea tena, miongoni mwa haki za mwanamke aliyotalakiwa ni malezi. Apewe wanawe, mpe wanawe wale madamu wako chini umri wa balighi. Mtoto ana miaka 2, mtoto ana mwaka mmoja, mtoto ana mwezi, mtoto ana miaka 4, ana miaka 7 huyo mtoto. Wewe baba utakompeleke wapi? Mwache wale watoto. Lakini ndio Imam al-Ghazali fi kitabi Ihya Ulumuddin, katika kitabu kikubwa, ni kitabu ambacho kwamba walimu wetu walitusomesha, kinaitwa Ulumuddin cha Imam al-Ghazali, anasema afatul ghadab wal haqd wal hasad, katika madhambi na maafa makubwa sana ni maafa ya kibri, ya hasada, ya choyo, maafa ya kupenda fujo, ya kupenda ghasia, ya kupenda tafrani. Tunarejea tena katika miongoni mwa haki za mwanamke aliyotalakiwa ni malezi, na miongoni mwa haki ambazo kwamba za mume aliyotoa talaka baada ya eda ni kuwaona watoto wake time yoyote na wakati wowote hapo kwamba anataka. Miongoni mwa haki ni kuhakikisha kuwa huduma zinapelekwa kwa yule mama kwa ajili ya wanawe. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa. Ya Rabbi, tuonyeshe haki na tujue kuwa ni haki, na utupe neema na uturuzuku neema ya kuifuata haki hiyo. Tuonane katika vipindi vinavyofuatia vya hapa Zanzibar Cable. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.